Mungu katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu zote na uweza wote na neema na rehema, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa fadhili zako na kwa rehema zako. Mapenzi yako tena yakatimizwe saa hii katika ibada hii, katika neno la uzima lenye nguvu, lenye uponyaji, lenye baraka. Likafanyike baraka na ushindi kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Bwana Yesu, mpe amani, utulivu na ushindi yule katika hali ya mateso na maumivu, anayepitia changamoto mbalimbali. Mungu wangu Yesu, kwa nguvu zako naomba ainuliwe sasa, ajazwe neema. Amen. Bwana Yesu akubariki mpendwa. Jina la Yesu liendelee kutukuzwa. Karibu sana katika saa nzuri ya chakula kizuri cha kipekee milele, neno la Mungu. Katika Isaya 41 nisome mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10 anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amina. Jambo la msingi kabisa hapa nataka tulione ni hili moja, kujiuliza kwa nini Mungu anasema usiogope? Kwa nini tunaambiwa tusiogope? Kwa nini tunaambiwa tusiogope? Ujumbe huu, kwa nini tunaambiwa tusiogope? Mungu anajua na amekwisha kuona mbele yetu hali ya kuogopa au kuogopeshwa itakuja, na ameshaona madhara na uharibifu ulio ndani ya mtu mwoga. Kinachoenda kutokea kwa mwoga au nguvu ya uoga ni nini? Mungu ni roho. Kwa sababu yeye ni roho, anaiona roho inayoitwa uoga, makusudi yake na mipango yake ilivyo, na hivyo Mungu anatutangulizia mapema kusema tusiogope. Usiogope. Kwa nini usiogope? Yeye yuko karibu sana. Kwa nini usiogope? Yeye anaweza yote. Kwa nini usiogope? Yeye ni mkuu juu ya vyote. Kwa nini usiogope? Anaweza kuondoa na kututakasa na maovu yote na mabaya yote. Yeye ni mkuu sana, amejaa ukuu na uweza, na yeye ndiye wa kuogopwa na kutetemekewa. Na hata yeye anataka tusibaki kumwogopa, ila kumtukuza, kutetemeka mbele zake kwa hofu ya ndani ya kujua yeye ni mkuu na muweza na aliye juu ya utukufu. Na hivyo tuendelee kukaa katika mapenzi yake daima, katika mapenzi yake siku zote. Haya, anasema usiogope kwa sababu anajua hatari iliyopo na hasara iliyopo kwa mtu mwoga na kwa anaotia uoga ndani ya moyo. Kwa hiyo yeye ni mwaminifu, Mungu wetu aliye hai, ambaye anasema usiogope kwa kuwa yupo karibu. Hayuko mbali katika kukuokoa, katika kutusaidia maisha yetu. Japo wakati mwingine tunaona kama tumechelewa, Mungu yuko mbali, kama hatusikii. Najua Baba unatusikia na ndio uliyesema tusiogope. Kwa jina la Yesu, usiogope. Usiogope. Linalo kuzongazonga, vitisho lililokukuta kule kazini, ofisini, ambalo nafanya utetemeke, uogope. Mtetemekee, mfikirie Yesu ambaye anaweza kukusaidia kwenye hiyo changamoto, kwenye hilo jambo, kwenye hilo tatizo, au kwenye huo mpito unaopita. Yesu anaweza. Na anajua kwamba pengine umeshaogopa. Sasa anasema usiogope, usiendelee kuwa mwoga. Uoga unaleta mauti, uoga ni hatari sana. Usiogope, tusiogope. Mungu akujaze nguvu na roho ya ujasiri kujae sasa unaposikia, na ujazwe nguvu mpya, kwa sababu Mungu anaweza yote, anajua yote, anaona yote, anaweza kukufanikisha kwa lolote, kwa vyovyote, wala hakuna kinachoweza kumshinda. Yeye ni wa daima. Kwa jina la Yesu, viko uweza na nguvu, viko uweza na nguvu. Endelea mbele, usiogope kwa kuwa Bwana yuko pamoja naye. Wewe usifadhaike. Kama umefadhaishwa na ile iliyofadhaisha, ingia kwenye toba, mwambie Yesu aje asafishe, abadilishe kila kitu. Usikubali kuendelea kuishi maisha ya utumwa, bali ya uhuru katika jina la Yesu. Bwana akubariki kwa utukufu wa jina lake. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtu huyu. Naomba mjaze roho wako wa neema na nguvu,